Simulizi ya historia ya maisha ya Asma Majid ama Asma Jamida. Karibu ni kupitisha katika simulizi hii ambayo itaenda kufundisha mambo mengi kuhusiana na mwanadada kijana mdogo tu ambaye siku za hivi karibuni ameweza kupata umaarufu mkubwa vile hakuwahi kutokea hapa Tanzania. Umaarufu ambao umekuwa ukimwandama sana katika mitandao ya kijamii, na hii ni kufuatia na video zake fupi ama clips ambazo amekuwa akizifanya za kuchekesha, zimevutia wengi sana. Akiwa karibu na familia ambao wao wanajiita ni familia ya The Dadas. Hapa nazungumzia rafiki yake wa karibu, Mama Chanja. Simulizi hii itakufunza mambo mengi. Wewe kama ni mwanadada, basi jiandae kupata madini mengi ambayo yatakufanya uweze kupata hari ya kusonga mbele pasipo kukata tamaa ama pasipo kufikiria ni wapi ulipotoka. Maana hata Asma mwenyewe alianza kama wewe. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi. Hii hapa ni Usiku TV. Ungana nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyo hapo chini, ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza na wa nguvu ambao tuko napata update zetu kila wakati na kila muda. Na sasa tuende kazi. Simulizi ya historia ya maisha ya Asma Majid. Asma Majid anajulikana zaidi kwa jina la kisanii kama Asma Jamida. Ni miongoni mwa wanawake waliopata maarufu mkubwa katika tasnia ya ucheshi nchini Tanzania. Tarehe kamili ya kuzaliwa, mahali alipozaliwa na majina ya wazazi wake havijawekwa wazi rasmi katika vyanzo mbalimbali vya umma. Hata hivyo, kutokana na mahojiano na muonekano wake wa kazi, inajulikana kuwa Asma alikulia katika mazingira ya kawaida ya Kitanzania, akipitia maisha ya changamoto na juhudi kama vijana wengi wanavyopitia katika changamoto za vipato, ambapo mara nyingi huwa wanakumbwa na aina ya vipato vya kati ambavyo mara nyingi husaidia katika kula tu na kulala. Kipaji chake cha ucheshi kilianza kuonekana tangu akiwa mdogo, hasa kupitia namna ya kuwasiliana, kuigiza na kuelezea hali za jamii kwa mtazamo wa kuchekesha lakini wenye ujumbe ndani yake. Elimu. Taarifa zake rasmi kuhusiana na masuala mazima ya kitaaluma. Taarifa rasmi kuhusu shule za msingi na sekondari alizosoma, chuo au mafunzo ya kitaaluma, hazijatangazwa wazi na Asma mwenyewe wala kwenye vyanzo vya kuaminika vya habari. Hata hivyo, kupitia ufasaha wake wa lugha, uwezo wa kuzungumza hadharani na nidhamu ya kazi, wadau wengi wa burudani wanaamini alipata elimu ya msingi na ya juu inayomwezesha kujieleza vizuri na kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kuingia kwenye tasnia ya ucheshi rasmi. Safari ya Asma Jamida katika ucheshi haikuwa ya ghafla. Alianza chini kwa chini, yani step by step, kushiriki maigizo na vipande vya ucheshi, kuonekana katika matamasha na majukwaa ya vijana, kushiriki kwenye video za mitandao ya kijamii. Katika kipindi ambacho wanawake walikuwa wachache sana kwenye ucheshi wa jukwaa, Asma alijitokeza kwa ujasiri, akivunja hofu na mitazamo hasi dhidi ya wanawake kwenye sanaa ya kuchekesha. Changamoto. Katika safari yake, Asma amekumbana na changamoto kadhaa, zikiwemo ubaguzi wa kijinsia katika tasnia ya ucheshi, dhana potofu kwamba wanawake hawawezi kuchekesha kama wanaume, shinikizo la kijamii kuhusu maadili na muonekano wa wanawake kama msanii, ushindani mkubwa katika sekta ya burudani. Licha ya yote hayo, aliendelea kusimama imara, akitumia kazi yake kuthibitisha uwezo wake badala ya maneno. Mafanikio. Mojawapo ya mafanikio makubwa ya Asma Jamida ni kutambuliwa na Tanzania Comedy Awards, ambapo alipokea na kuteuliwa kupata tuzo katika vipengele muhimu vya ucheshi. Kwa mfano, wa kuigwa kwa wanawake wanaotaka kuingia kwenye ucheshi. Hivyo Asma amejijengea jina kama mwanadada pekee ambaye ni mfano pekee wa kuigwa katika jinsia ya kike. Kujijengea jina kupitia kazi halisi badala ya skendo. Amefanikiwa kujijengea heshima kwa wasanii anayejichanganya katika ucheshi, maadili na ujumbe wa kijamii. Marafiki na mahusiano ya kazi. Asma Jamida amefanya kazi na wachekeshaji na wasanii mbalimbali, ingawa majina ya karibu ya marafiki binafsi hayajatangazwa wazi, jambo linaloonyesha anathamini faragha ya maisha yake rasmi. Asma Jamida ni mfano wa wanawake waliopanda hatua kwa hatua kufuatia kazi yao na ucheshi wao wa kuigiza. Alipambana na changamoto za kijamii na kikazi. Alifanikiwa kwa juhudi, uvumilivu na kipaji. Licha ya kutokuweka wazi mahusiano yake binafsi na maisha yake kwa ujumla,
ndio inayozungumzia zaidi, na hilo ndio jambo lilomfanya aheshimiwe ndani na nje ya tasnia ya ucheshi. Karibu nikupitisha katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wake. Asma Jamida pia hujulikana kama Asma Majid ni mwanamke mchekeshaji na mtayarishaji wa ucheshi kutoka Tanzania. Anajizolea maarufu kwa kazi zake za ucheshi, hasa kwenye maigizo ya kuchekesha, video za ucheshi na maonyesho ya kuchekesha kwenye jukwaa mbalimbali. Pia ameonekana kuwa kama mtangazaji au performer. Anaonekana kama mtangazaji anayehusika na brandi mbalimbali za ucheshi, tuzo za makazi yake anapoishi. Asma Jamida ameshinda tuzo ya Best Female Comedian of the Year katika Tanzania Comedy Awards, tuzo kubwa nchini ambazo ziliweza kufanywa ama kuendeshwa nchini na mkurugenzi mtendaji msanii Ommy Dimpoz. Pia imeonekana yeye ndio miongoni mwa wachekeshaji waliokuwa nominees kwa tuzo kadhaa, ikiwa ishara kwamba ni mmoja wa wachekeshaji wanawake wanavutia zaidi. Asma Jamida hucheza katika show za ucheshi, video za kijamii na matukio ya kimataifa ya ucheshi kama Tanzania Comedy Award, Cheka 2. Anaonekana pia kama brand ambassador na mtayarishaji wa vitu vinahusiana na ucheshi, jambo linaloonyesha wasifu wake unaoongezeka katika tasnia ya burudani. Umuhimu wake katika tasnia. Asma Jamida ni miongoni mwa wanawake wacheshi sana walioboresha nafasi yao katika sekta ya ucheshi Tanzania, na ushindi wake wa tuzo unaonyesha jinsi kazi yake ilivyotambuliwa na mashabiki pamoja na wadau wa burudani nchini. Kuna vyanzo vya taarifa ambavyo vinasema kwamba Asma alizaliwa tarehe 27, hiyo ilikuwa ni Septemba. Mpaka hivi sasa taarifa hizo hazijathibitishwa na chanzo chochote kile cha kuaminika, ingawa hii kwa mujibu wa Wikipedia pamoja na Google waliweza kutoa taarifa hizi. Kama unahitaji kufuatilia simulizi na historia za watu mashuhuri, basi utakuwa mwanafamilia yetu wa kuzipata simulizi hizi kama utakuwa umesubscribe channel yetu ya Usiku TV. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi.